Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 20 ya mwezi wa 7 tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Arseni Mkuu Mkaapweke. Arseni alizaliwa mnamo mwaka 355 huko Roma katika familia maarufu iliyokuwa na wabunge wengi wa dola ya Roma. Baada ya kubatizwa, alifanya masomo ya teolojia, kisha akapewa daraja ya ushemasi. Alitumwa kuhamia ikulu ya Konstantinopoli huko Uturuki kuwa mwalimu wa watoto wa Kaisari Theodosio. Mnamo mwaka 410 aliondoka ikulu akaenda jangwani huko Misri kujiunga na utawa wa jangwani. Miaka yake ya kwanza katika utawa wa jangwani ilikuwa migumu sana kwake. Hii ni kwa sababu alikuwa amezoea maisha ya ikulu. Baada ya kushirikiana na wamonaki kwa muda wa miaka kadhaa na kuzoea maisha ya jangwani, akaamua kujinyima zaidi. Akakaa peke yake kabisa katika kibanda. Watu mbalimbali walikwenda kumtembelea huko ili kuomba ushauri wa kiroho. Wakati mmoja mgeni alikwenda kumtembelea kule jangwani na kumwambia kuwa ni jambo la kushangaza, watu wenye elimu ya juu hawapigi hatua sana katika maisha ya fadhila, lakini wasio na elimu sana wanafaulu kukomaa kiroho. Arseni alimwambia kuwa wasomi hawapigi hatua kiroho. Hii ni kwa sababu hushikilia sana elimu ya dunia, elimu ambayo inawafanya wajivune, lakini wale wasiosoma wanaelewa hali halisi ya unyonge na upungufu wao. Hivyo mang'amuzi haya huwawezesha kufuata fadhila na kufaulu. Arseni alifanya malipizi mengi na makali ya kujinyima sana chakula, kujipiga mijeledi, na mara nyingi alikesha usiku mzima katika sala. Arseni aliishi katika ukimya na aliongea mara chache. Yeye mwenyewe alisema kwamba kila mara baada ya kuongea alikuwa na kitu fulani cha kusikitikia, lakini hakuwahi kusikitika hata mara moja alipokaa kimya. Arseni aliyalilia machozi makosa yake mwenyewe na ya wengine. Alilia mara kwa mara kadiri alivyoyahuzunikia. Ni kama tunavyosoma katika Zaburi ya 119 aya ya 136, macho yangu na yabubujike machozi kama mto, kwa sababu watu hawaishiki sheria yako. Saa ya kufa kwake ilipokaribia, watawa wenzake walimuona akilia machozi. Wakamuuliza wakisema, hata wewe unaogopa kifo? Arseni akawajibu akisema, ndiyo, naogopa sana. Nimekuwa nikiogopa kufa tangu nije huku jangwani. Hata hivyo, Arseni aliaga dunia mnamo mwaka 450 kwa utulivu mkubwa, akiwa mwenye umri wa miaka 95. Alikuwa ameishi jangwani kwa muda wa miaka 40. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Arseni Mkuu Mkaapweke. Elimu ni paji la Roho Mtakatifu linalotuwezesha kupata maarifa ya dunia katika uhusiano na Mungu na kutambua uwerevu na udanganyifu wa Shetani. Watakatifu wengine tarehe 20 ya mwezi Julai: Watakatifu Margareta na Apolinari, Mtakatifu Aurelius, askofu wa Tunisia, Watakatifu Sabinus, Lucianus, Petrus Amabilis, Nonina, Salvus, Agripianus, Medadulus na Respectatus
wafiadini wa Afrika Kaskazini, na pia Mtakatifu Viktori, mfiadini wa Misri. Mtakatifu Arseni Mkuu, mkaapweke, utuombee.